mechi aina gani mnakwenda kuicheza dhidi ya Azam FC? Mechi dhidi ya Azam ni mechi ngumu. Ni zile mechi ambazo unakwenda kucheza haujui nini kinakwenda kutokea. Yaani una uhakika kwamba kesho itakuwa tarehe 4. Lakini huna uhakika kesho itakuwa tarehe 3. Lakini huna uhakika kama unaweza ukapata matokeo mazuri mbele ya Azam. Na unapocheza mbele ya Azam huna uhakika wa kupata ushindi wala huna uhakika wa kupata sare kutokana na ubora wa timu yao. Ni mechi ambayo unaweza ukafungwa mapema tu na vizuri kutokana na ubora aliyokuwa nao Azam FC. Kwa hiyo ni mechi ambayo haizungumziki kwa maneno mepesi. Ni mechi nzito kweli kweli. Round ya kwanza walifanikiwa kutufunga mabao 2-0. Tumekuja round ya pili hivi sasa, yenyewe ni mechi ngumu kweli kweli. Kinachoweza kutupa imani kidogo ama matumaini kidogo ni namna ambavyo timu yetu imeboreka kuelekea katika mchezo huo. Mabadiliko ambayo tumeyafanya kwenye timu yetu kidogo yanaweza kutupa matumaini ya kwamba tunaweza tukapapatua na Azam FC tukapata kitu, lakini otherwise ni mechi ngumu kweli kweli. Hizi ni zile aina ya mechi ambazo hautamani zifike. Ni mechi ambazo ukilala ukiamka ukisikia imesogezwa mbele alhamdulillah, asante Mungu, lakini unakuwa umechoma tu sindano ya ganzi, ikiisha maumivu yako pale pale. Kwa ni mechi ambazo sema kweli zinakunyima usingizi, ni mechi ambazo zinakutia mawazo. Ni mechi ngumu, lakini tutakwenda kujiandaa kadri tutakavyoweza, twende tukawabishie Azam FC. Elimpanzo ni majeruhi kama ilivyo kwa Ino Loemba pamoja na Baraka Mongosi, na wanaendelea kupatiwa matibabu. Tusubiri kama kutoka kuna taarifa mpya yoyote kutoka hapa kuelekea mechi ya Azam FC tutawajulisha. Wachezaji wanaokuwa na majeraha ndani ya klabu yetu huwa hawakai kambini, wanakaa nyumbani. Daktari kama kuna matibabu ya kufanyika kambini, anakuja kambini anafanyiwa matibabu anarudi. Ndio maana juzi umeona wakina Hamza wamekwenda kambini. Sio kama alilala pale, alifika akaangaliwa na madaktari kisha akarejea nyumbani. Kwa hiyo kwa Mpanzu na yeye status yake ni hiyo, ni majeruhi na anafanyiwa vipimo. Kwa hiyo kama anatakiwa kwenda hospitali anapelekwa na madaktari wetu kama ambavyo imefanyika hii leo, anarudishwa nyumbani kwake, anaendelea na matibabu akiwa nyumbani, kambi huku inaendelea vizuri. Mpanzu ana mkataba na Simba Sports Club. Yaani hata kama ameongeza mkataba mwingine hawezi kugomea kushiriki shughuli za Simba kwa sababu hajalipwa fedha ya mkataba ambao hajaanza kuutumikia. Hilo lazima mlielewe. Hata kama wewe Millard Ayo Rama unapewa taarifa unaichuja tu kidogo alafu unatumia tu akili yako. Mpanzu mkataba wake na Simba huu ambao wanaotumikia hivi sasa unaisha mpaka mwisho wa msimu huu. Kwa hiyo hana sababu yoyote, hana excuse yoyote ya kugoma, kwa sababu kwa sasa yupo ndani ya mkataba wake huu hapa ambao hadai hata shilingi moja. Mkataba aliyousaini ataanza kuutumikia mwezi wa 8. Sasa just imagine una mkataba hapa wa miezi 4 wa kuitumikia klabu yako, alafu ugome kwa sababu mkataba ambao haujaanza hata kuutumikia miezi 4 ijayo ugome. Sijui ina make sense hiyo Yaani wewe umepanga zako nyumba, alafu bado kodi yako haijaisha kwa muda wa miezi 4. Ukamwambia baba mwenye nyumba nitakupa kodi yako wiki ijayo, haujampa, alafu ukute kufuli pale kwenye mlango wako. Ukimuuliza akamwambia haujanilipa kodi yangu ya miezi 6 inayokuja, wakati hivi sasa una miezi 4. Wewe ushawahi kuona namna hiyo? Kwa hiyo ni kataarifa ka kijinga ambako lengo lake ni lile la kutaka kuharibu amani ndani ya klabu ya Simba. Na mimi niwaambie tu wale wote ambao wanaeneza huo uzushi wameshindwa. Simba hivi sasa ni moto bati. Sisi tunachoangalia ni kupeleka moto, ni kuwafunga watu, basi maisha mengine yaendelee.